فتراه طيرا بالعزيمة جاء. Swali moja unajiogopa kweli? Akawaambia si kwamba naogopa swali la huyu bwana, naogopa nyinyi mtanikimbia, mtoko upande wangu. Sasa sisi tuko upande wako wewe, mwambie aulize. Akauliza akamwambia ma huwa almiftahu aljanna, ma huwa almiftahu aljanna. Hii ndio mahali shahidi. Sasa ni upi ufungua peponi? Yule kiongozi akainama chini kwanza kwa muda, akamwambia wale wafuasi wake, swali limekushinda? Akasema swali nalijua. Akamwambia miftahul janna ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kanisa zima likawa Waislamu. Li an yahdi Allahu rajulan minka khairun min umri nam. Ndugu yangu Muislamu, wewe ni nani ulimuongoza kwenye Uislamu? Ni nani kupitia wewe ambaye wewe ulimuongoza akaja kwenye Uislamu? Ni nani? Yani think it twice, fikiria mara mbili. Ni nani asiyekuwa Muislamu na Muislamu? Leo wako Waislamu katika jamii lakini hawapendi sana kwa sababu tabia za Waislamu baadhi tu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walipendwa na watu wa Makka kwa tabia zake tu. Watu wengi walikuja kwa sababu tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tabia zake zinafanya watu kusema wewe tabia yako uliyokuwa nayo, je, sababu ataendelea kuja kwenye Uislamu? Hilo ndio swali la msingi na mada yangu ya leo, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuongoe mtu mmoja kupitia wewe ni khairu min umri naam. Wewe ndugu yangu Muislamu, waswali zokee, this is fine, na swali hatukatai, unafunga vizuri, lakini wale kuzunguka hawafanyi ibada, unaishi nao hawapendi Uislamu. Je, unafanya kitu gani kwa ajili ya wale waliokuwa Waislamu kama wewe lakini wasioswali? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema al-farqu bainana wa baina al-mushrikin as-swala. Tofauti ya sio Islamu na sio Islamu ni swala. Leo nasema hili wazi, naomba kidogo mnielewe Kiswahili chepesi. Kwa mujibu wa mtume asiyeswali automatically sio nani? Sio Muislamu. Sio nani? Yaani hakuna haja ya kusema asiyeswali si nini, si kitu automatically asiyeswali kwa mujibu wa mtume sio Muislamu. Usiaje utafuta upenyo asiyeswali ni asi si nani, li an yahdi Allahu rajulan minka, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuongoe mtu mmoja kupitia khairu min umri nam. Ni bora kupanga ngamia 1000 au 100 ngamia wekundu. Maki jambo liliokuwa kubwa, wewe umeongoza nani na nani? Kwa fikiria mara mbili. Mtu mmoja mwenye akili timamu aliyekusema mwanadamu mwenye akili katika maisha yake anafanya critical self evaluation, tathmini ya kina yale anayofanya. Saidina Umar radhiallahu anhu walikaa akasema, ilikuwa Saidina Umar alikuwa akiandika makosa yake anafanya kwa siku na yale mazuri anafanya kwa siku, anaandika, alafu ikifika jioni na anajumuisha umefanya madhambi mangapi na makosa mangapi na sawabu ngapi leo umefanya, mazuri mangapi, anaangalia. Who are you by the way? Wewe ni nani ndugu yangu Muislamu? Ulimwengu huko katika akhiri zamani, kila mmoja atakiwa afanye preparation ya maisha yake, maisha baada ya maisha haya duniani. Ulimwengu unakwenda mwishoni. Hapo uliko kama una miaka 40, una miaka 30, una miaka 20, yani kaa, lakini fikiria, usio kawaza kwamba nina 20 nyingine mbele. Hakuna, it is never. Yani 2040 hapa inawezekana kuna nusu ya watu wakawa hapa hawapo. Tayari wako wapi? Ardhi imeshachukua. Is okay kwenda ardhini sasa hizo. Unakwenda na amali gani? Je, hao uliowaacha umeongoza? Na malizia hotuba yangu, mtu mmoja alisema, alitunga kitabu Who Will Cry When You Die. Who will cry when you die? Nani atakulia utakapokufa? Nani atakulia utakapokufa? Ndio maana yake. Sio kwamba baada ya kufa watu wakae walie sana, makusudi yake kwamba baada ya wewe kuondoka duniani hapa, hao uliowaacha je, ni watu wa sampuli gani? Kwa ndugu zangu wa Kiislamu, mada yangu ya leo ilikuwa Mwenyezi Mungu amuongoe mtu kupitia wewe ni bora kuliko jambo lote duniani. Maki ni jambo kubwa. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma arhamna Bakr as-Siddiq at-Taqi wa Umar al-Faruq an-Naqi wa Uthman bin az-Zaqi wa Ali al-Wafi ar-Radi. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa alayka na'udhu wa nakhfidhu. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ibadallah wa aqimis salah. Allahu akbar.